Vitakatifu ya kwamba ad'uni astajib lakum, niombeni kwa dhati nitakujibuni. Nasi tuhudhurisha mioyo na nia, na hasa tunalo tumaini la kweli ya kwamba Mola utatujibu maombi yetu kupitia baraka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumuombea mama yetu mpendwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, yeye pamoja na uongozi wake wote kwa ujumla, akiwepo makamu wa rais, mawaziri wakuu pamoja na waziri mkuu pamoja na waziri mkuu pamoja na waziri Doto Biteko, wote tunaombea ya Rabbi. Basi kila ajaye na shari dhidi yao, basi Mungu waijua yosiri, iponje yao dhamiri wasiweze kusimama. Amina radi amina, tukuomba Maulana, na iwe kun fayakunu dua utukubalie. Bali pia Mola, tunavyoomba vyombo vya ulinzi na usalama, Mungu uweze kuvihifadhi, uweze kuvilinda. Lakini pia kipekee pia tuombeea kama tunamwombea rais, tunamwombea mbunge wetu mpendwa Mheshimiwa Frederick Lowassa, yeye pamoja na wale wenye kumsaidia kwa karibu. Mwenyezi Mungu endelee kumhifadhi, muweze kumlinda, muweze kumuimarisha. Kwani tumeshuhudia mambo mbalimbali ambayo akiwa akiasisitiza na kuyatekeleza kwa vitendo katika jimbo letu la Monduli, na sasa tumekuwa ni mashahidi. Mungu tunasema ya kwamba tunaposhukuru ndiko tunakozidi kuomba. Mungu endelea kumbariki, kumsimamia, kumuhifadhi. Bali kila ajaye na jicho la hasad na husda, basi Mungu uweze kumlinda, aweze kufanya mambo makubwa zaidi. Nasi tunamuona kwamba ana uwezo kufanya mambo mbalimbali. Msaidie yeye na wale wenye kumsaidia kwa karibu ya Rabbi. Bali tunaombea jimbo letu la Monduli, Mungu libariki na kuweza kulihifadhi. Bali mkoa wetu wa Arusha na Tanzania yetu kwa ujumla, Mungu tunaomba haya yote tukiamini kwamba utatukubalia maombi yetu. Bali ubariki kila mmoja aliyochangia jambo hili la kuweza kufuturisha, kuanzia mashindano ya Qur'ani na hata kufuturu. Bali ubariki na kila mmoja aliyokuja mahali hapa kula futari hii iliyokuwa imeandaliwa na mbunge wetu mpendwa Frederick Lowassa. Mungu bariki chakula hiki ambacho tunachokila, kiwa ni baraka kwake, kiwa ni baraka kwetu, kiwa ni baraka kwa Mheshimiwa Rais, bali kiwa ni baraka pia hata kwa nchi nzima. Tunaomba haya tukiamini Mungu utatukubalia maombi yetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akirudia kama mara 3 hivi, Monduli yetu kwamba tuwe mamoja. Kwa hiyo Sheikh Hussein binafsi ni wapongezi kwa jitihada hizi, lakini umoja mimi ndo nausisitiza sana. Kwa hiyo tujitahidini sana, umoja ni jambo la msingi sana. Na dua hii ambayo imeombwa hapa kuombea viongozi wetu kwa baraka ya mwezi wa Ramadhani, na kwa baraka kama alivyoeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba basi dua inayoombwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inakubaliwa. Kwa hiyo dua aliyoomba hapa shekhe, viongozi wetu wa nchi, rais wa Zanzibar, lakini mbunge wetu, lakini akiwemo shekhe wetu pia wa wilaya, na viongozi wetu wa kiserikali, naamini itakuwa ni makubuli. Baada ya kusema haya, mimi niwakaribisha sana hapa kwenye kata yetu ya Monduli. Asanteni sana. Wabillahi tawfiq. Ukiniita Beatrice unaweza ukanipotea. Nashukuru sana kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge na shehe wetu. Kwa kweli mimi niwashukuru kwa sababu nimepata mialiko miwili. Nimepata mwaliko wako shehe, lakini pia nimepata mwaliko wa Mheshimiwa mbunge. Lakini kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, katibu wetu angekuwepo ila amepata udhuru kidogo. Anawapa salamu nyingi sana, lakini kikubwa tuendelee kumwombea mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo anayotufanyia kwenye nchi yetu. Hususan jambo kubwa linalosimamiwa la amani ya nchi yetu. Tuzidi kuiombea amani ya nchi yetu, lakini tuzidi kumwombea mama yetu. Na tuna imani kabisa shehe, kwa kupitia hadhara hii Mama Samia atapata kula nyingi sana. Tuzidi kumwombea ili aweze kuendelea kutuongoza. Lakini pia kwa iftar hii iliyoandaliwa, nina imani kabisa kwa dua za watoto hawa basi tutavuka hapa tulipo. Asante sana shehe, nashukuru. Wewe uko mbele na sisi kama wananchi wote tuko nyuma yako bega kwa bega kuhakikisha tuendeleza vema gurudumu la Monduli. Lakini pia nitumie nafasi kukushukuru. Jana tu ulikuwa umetoka safarini ukatua pale Makuyuni.
na moja kwa moja ukaenda Mtoa Mbu ndani ya wilaya Monduli, moja kwa moja ukaenda ukafuturu pale, ukazungumza mambo mbalimbali, ulizungumza maendeleo. Kwa hiyo nami nitumie nafasi kukushukuru. Lakini shukurani hizi zinakwenda mbali zaidi. Hata mwaka jana kabla sijakukaribisha umeendelea kuwa ni muendelezo. Pale msikiti mkuu ulifanya hivi, endelea kufanya sehemu mbalimbali. Na hivyo leo unatuhakikishia hapa katika zawia kuu mjini Monduli. Kwa hiyo niseme tu kwamba wamefurahi hawa watu. Wamefurahi ujio wako, na nikwambie tu muda wa asubuhi mpaka mchana walikuwa na mashindano mbalimbali wakiendeleza hapa. Sasa niseme kwamba niko tayari kukaribisha uweze kuzungumza na wana Monduli wote kupitia katika msikiti huu wa Monduli. Mungu akubariki na kusimamia sana. Karibu sana mheshimiwa. Alaikum. Shehe wetu wa wilaya, shehe wetu wa kata, viongozi wote wa msikiti wetu mkuu na huwa zawiani, wenye viti wa mitaa wote ambao mko hapa, katibu wetu wa jumuiya ya wazazi, wananchi wenzangu wa Monduli, habari za jioni. Kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wetu wa wilaya kuona kwamba ni busara kunishirikisha jambo hili la leo. Walikuja wazee pale nyumbani tukanywa chai, wakanishirikisha, nikasema ni jambo jema sana. Mungu atupatie uzima, tutakuja, tutakaa na tutafanikisha jambo hili. Nimshukuru Mungu, siku imefika na leo kweli tumeweza kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa, kwanza niombe radhi kwa kuchelewa kidogo, sababu nilikuwa nifike hapa saa 1 kasorobo, lakini tulikuwa tuna ratiba kule kwenye kijiji cha Lendikinya. Hali ya mvua, miundombinu haikuwa mizuri, lakini tumeendelea kujifunza changamoto zetu ambazo zipo wilaya yetu ya Monduli, lakini kama ambavyo mmesema vizuri, bado ambazo zinaendelea kutatuliwa vizuri sana na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Nishukuru kwanza sana kwa sala yako. Nishukuru kwa sala yako kwa sababu kama walivyosema viongozi wengine, sala ile tunaamini Mheshimiwa Rais atasikia na atakumbuka kwamba Ramadhani hii kuna watoto wake walikaa Monduli jioni ya leo, Jumamosi ya leo, kumwombea afya njema. Tunamwombea afya njema, lakini pia naweza kusema pia kwa sababu ndio mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi wa urais rasmi, ni kwamba tunamwombea pia kura za kutosha kwenye uchaguzi mkuu huu wa 2025. Lakini kama sisi wana Monduli tuna mengi ya kumshukuru. Tunamwombea afya njema kwa sababu kila saa nasema ni mama kama mama mzazi, ana upendo, lakini kwa sisi wana Monduli ana upendeleo mkubwa sana. Na kwenye upendeleo huo amesimama ndugu yangu kwenye kitu Sinoni akiongelea barabara ya kuingia hapa. Nikasema upendo huo na upendeleo ambao Mama Samia ametusaidia, alinisaidia kupitia mfuko wa jimbo, nikafanikiwa kupata barabara ambao juzi tulifungua hapa kuelekea kule hospitali na hapa ya katikati. Ngoze kwamba leo basi niondoke shehe, ni kuahidi kwamba fungu lolote linalokuja mbele yangu, barabara ya kwanza kwa Monduli mjini itakuwa hii kuja hapa. Kwa hiyo nimesema hilo nilichukue na nilibebe. Mmoja wa Monduli
ambavyo umejengwa kwa miaka mingi sana. Na huu umoja jana nilisema umejengwa kwa sababu watu waliendelea kila mtu kuheshimu imani ya mwenzake. Ulaya Monduli, kila wote tunajiita wana Monduli. Lakini jana nilikuwa Mto wa Mbu peke yake kwenye bonde lile ndio eneo ambalo la makabila yote ya nchi hii. Makabila 123-24 yako kwenye bonde la Mto wa Mbu. Yako ndani ya Ulaya Monduli. Lakini yanakuja, ukifika kata ya Isilale, yanakuja kukutana na kabila, jamii ya kabila la Kimasai. Jamii ya kabila ambalo ndio linadumisha mila za kale na kale mpaka leo. Kwa hiyo kuweza kuwa na mchanganyiko wa namna hii ndani ya Ulaya Monduli na kuendelea kuimarisha umoja wetu na kusimamia maendeleo yetu ni muhimu sana. Kila saa tunaomba sana viongozi mchukue muda mwingi kuendelea kuombea umoja wa Monduli, kwa sababu umoja wetu, kuendelea kuheshimu imani zetu, ndio ambayo itatubeba tulete maendeleo ya Monduli. Kila mtu ajite mwana Monduli na kila fursa ya Monduli kila mtu aone ni ya kwake. Nawaombeni sana. Nimalizie kabisa, nawashukuru sana. Nawashukuru viongozi wote wa mtaa na wote viongozi walioweza kuja kwa Monduli mjini. Kwa kweli nimependa, nimeona ukomavu wenu. Nimeona ukomavu wenu kama viongozi. Tumekuwa pamoja, nikiona kama ni vijana wadogo zangu niseme, kwa sababu na mimi bado napenda kujiita kijana, ingawa mvi zimeenda, lakini bado na mimi napenda kujiita kama kijana. Kwa niseme nimependa sana kuona wenye viti wa mitaa yote ya Monduli mjini mnakaa mnapanga mambo yenu pamoja ya Monduli mjini kwa heshima, lakini na ukomavu na busara kubwa sana. Mimi niwaombee, niliwakuta na makatibu tawi wa mama zangu, makatibu tawi wetu wa Monduli mjini wote na wakina mama, lakini wote nao wakiwa kwenye jambo lao pia wanatembea pamoja. Naombeni sana nyote Monduli mjini, hapa ndio mapokezi ya wilaya yetu. Haya ndio mapokezi ya wilaya yetu. Ukiwa kuna fyoko kidogo, mtu ambaye ametoka mbali akakaa dakika 10 Monduli, akaja kusaini kitabu cha mkuu wa wilaya, zile dakika 10 atazitumia hapa kwenye stendi ya Monduli. Ndio picha atakayoondoka ya wilaya nzima ya Monduli. Konyie kama mapokezi, mkiwa imara, basi wote sisi mnatuheshimisha. Na mkituheshimisha, basi na sisi na mimi kama mbunge inanisaidia sana kuendelea kulinda heshima ambayo imewekwa na wazee, lakini inakuwa rahisi zaidi kuna ile milango ambayo tunaigonga kila siku ya kuomba miradi mpya. Tunataka kugonga tukiwa na kiburi, kwa sababu tuna heshima ya Monduli, lakini heshima zaidi ya mapokezi ya Monduli ambayo ni kata ya Monduli mjini. Baada ya kusema hayo, mimi nishukuru tena sana kwa nafasi hii. Kweli tulishiriki mwaka jana na mimi nimefarijika sana kuendelea kushirikishwa. Napenda nimemwacha mke wangu alikuwa amechoka, tunatoka kuzika, lakini ananiambia nikivaa hivi napendeza. Basi kama kwa hiyo kwenye iftaria ambayo mheshimiwa mbunge ametuandalia, tunashukuru sana. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kuandaa iftaria nzuri kubwa ambayo kwa kweli waumini wamefurahia, na tangu alipotangazia kwamba unakuja kuwafuturisha, watu walikuwa wanakushukuru na kukuombea wakijua kwamba uko nao. Kwa hiyo walianza kushukuru tangu siku ile uliposema kwamba nakuja. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa kuja mara ya kwanza hapa msikiti wa Zawiani. Hapa ni msikiti wa Ijumaa Zawiani. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kufika. Tunaomba unapopata muda tena wakati mwingine huo unafika ututengeneze. Mheshimiwa mbunge, hapa kuna chuo. Kuna kuanzia watoto wadogo kuna zawadi hapa. Alafu kuna chuo vile cha watoto wa vijana wa kati, ambapo serikali ndio inatusisitiza tujenge sana tabia ya kuwajengea vijana imani, ili baadaye
waweze kuwa viongozi wazuri, na sisi tumefanya hivyo, kwa sababu kuna tofauti sana mheshimiwa ya kijana ambaye alikuwa Kilimani na yule ambaye amejiwa. Kwa hiyo sisi tumeitikia wito wa Mheshimiwa Rais Mama Samia anayesema vijana waelimishwe mambo ya imani ili waweze kuwa vijana na wafanyakazi bora wa siku zijazo. Kwa hiyo tunachoa hapa, tunalala hapa, na wadogo wanasoma shule za msingi na sekondari wanakuja na kuondoka. Kwa hiyo tunataka kuambia kwamba tuna jukumu hilo, na hapa ni padogo mheshimiwa, hapa tutoshi. Kuna utaratibu tunapata kuanza huko chini, huko kunaitwa makao mapya. Tunataka tutengeneze sehemu nzuri ambayo wanaweza kusoma yenye nafasi, pia ambayo vile vile itakuwa na sehemu ya kulala. Hapa anabanana kidogo. Kwa hiyo hiyo ndio mipango yetu. Tuna mipango mingi, lakini hiyo hasa ya elimu ndio tunaiweka kipaumbele.